Ochola. Ninahudumu na kanisa la Jesus Gospel Power Ministry. Tuko pale Jericho opposite Upland. Ukifika mahali pale utanipata. Asubuhi ya leo ningependa kushiriki na wewe neno la Bwana. Ninajua neno hili litakuongoza unapojitayarisha kwenda kwenye shughuli zako za kila siku, unapojitayarisha kwenda shuleni. Umeamka asubuhi na mapema kutayarisha watoto wako kwenda shuleni, umetayarisha mifugo zako. Ningependa asubuhi ya leo tukashiriki na wewe neno la Bwana. Maandiko inasema katika kitabu cha Zaburi ya kwamba neno la Bwana ni taa na neno la Bwana ni mwangaza. Asubuhi ya leo unapochukua neno la Bwana kama taa na kama mwangaza, litakuongoza na litakuangazia siku nzima. Ningependa tu unipatie masikio yako, mtazamaji wangu, neno hili likawe mwangaza, likatembee na wewe mchana wa leo. Kichwa cha ujumbe wangu asubuhi ya leo ni kushuka katika dhambi. Kushuka katika dhambi. Asubuhi ya leo shuka katika dhambi. Nenda kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Luka 19 mstari wake wa kwanza mpaka wa 10. Na ninaamini tutabarikiwa pamoja. Biblia inasema hivi: naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Mtu huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasema, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nitawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, nitamrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyo naye ni mwana wa Ibrahimu. Asubuhi ya leo mpendwa, ningependa tuombe kwa sababu ya neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru asubuhi ya leo, ninakuinua, ninakupenda Bwana. Asante ni kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo Bwana. Nimesimama tu kama chombo Bwana, ukanitumie jinsi itakavyokupendeza. Mimi nisionekane mfalme, lakini wewe ukaonekane. Neno lako likapata nafasi ndani ya maisha ya mtu, likabadilishe mtu na likainue mtu, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, asubuhi ya leo nimesema kichwa cha ujumbe wangu ni kushuka katika dhambi. Maandiko inasema Yesu alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Biblia inasema, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkuu mmoja katika watoza ushuru. Hii ni safari ya Yesu alipokuwa akifanya huduma, ama wakati Yesu alikuwa akitembea ulimwenguni. Maandiko inasema Yesu akapita katika kijiji moja ambacho kilikuwa kinaitwa Jericho. Maandiko inasema Yesu alipita katikati yake. Na Biblia inasema, tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mmoja katika watoza ushuru. Kumaanisha huyu Zakayo alikuwa ni mtu mkubwa sana katika ile kijiji ya Jericho. Huyu Zakayo alikuwa ni mtu tajiri, maana mtoza ushuru ni watu wenye pesa. Biblia inasema huyu mtu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Biblia inasema Yesu alipita, akaingia katika hicho kijiji.
Wakati Zakayo alisikia ya kwamba Yesu atapita katika hiyo kijiji cha Yeriko, maandiko inasema huyu mtu alikimbia mbio. Maana rumors zilitembea ya kwamba Yesu atapita Yeriko, ya kwamba Yesu atapita katika hiki kijiji. Maandiko inasema Zakayo alikuwa ni mtu tajiri na alikuwa ni mtu mwenye pesa. Maandiko inasema Zakayo alikimbia mbio. Akasema juu alikuwa mfupi, akakimbia mbio, akapanda kwenye mkuyu. Maandiko inaendelea kusema mstari wa 3, huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Zakayo alitamani, akataka kujua huyu Yesu anayepita katika hiki kijiji ni mtu mgani, ni mtu wa namna gani. Tunaona mstari wa kwanza ikianza, Zakayo alikuwa ni mtu mtoza ushuru. Maandiko inasema alikuwa ni mtu tajiri, alikuwa ni mtu ako na pesa. Biblia inasema wakati alisikia Yesu atapita, alikimbia mbio, akitaka kujua huyu mtu ambaye anaitwa Yesu ni mtu wa namna gani. Mpendwa, tuendelee na maandiko. Biblia inasema huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Mstari wa 4, akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Maandiko inasema Zakayo alikuwa ni mtu mfupi, na juu ya umati wa watu, Yesu alikuwa anatembea na umati mkubwa wa watu. Juu ya ufupi wake angeweza kumuona Yesu. Licha alikuwa tajiri, licha alikuwa mtoza ushuru, lakini kwa sababu ya umati wa watu hakukuwa anataka kumuona Yesu. Tunaangalia Zakayo ni mtu wa namna gani. Zakayo alitaka kumuona huyu Yesu ambaye nimekuwa nikisikiza habari zake ni mtu gani. Ninatamani kumuona. Akasema kenye nitafanya, juu mimi ni mfupi na watu ni wengi na sitaweza kumuona Yesu. Maandiko inasema Zakayo alikimbia mbio, akapanda juu ya mkuyu, akatulia mahali pale kwa mkuyu, ili Yesu akikuja kupita kwenye hiyo njia akutane na yeye. Maandiko inasema alipanda juu ya mkuyu na akatulia. Mstari wa 5 inasema hivi, na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Yesu alipokuwa akitembea Yeriko, Yesu alipokuwa akitembea mahali pale kwenye ile kijiji, akipita kwenye ile njia ambaye Zakayo alienda akapanda kwenye mkuyu, maandiko inasema Yesu alitazama juu ya mkuyu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, leo hii imenipasa mimi kushinda nyumbani mwako. Nimesema kichwa cha ujumbe wangu ni kushuka katika dhambi. Zakayo alishuka. Ninapenda kusema nini asubuhi ya leo mpendwa? Ni wakati wa kushuka. Toka katika hiyo dhambi. Toka katika hiyo dhambi ambaye Zakayo alishuka. Maandiko inasema Zakayo alikuwa ni tajiri ndio, na alikuwa ni mtoza ushuru. Ukiendelea kusoma maandiko, Biblia inasema ilifika mahali Yesu alipoingia kwenye nyumba ya Zakayo, aliketi meza moja na Zakayo, alikula meza moja na Zakayo. Maana wakati Yesu alisema Zakayo shuka, Zakayo alishuka. Asubuhi ya leo ninapenda kusema nini mpendwa? Ni wakati wa kushuka katika dhambi, ukakutane na Yesu. Shuka katika hiyo mkuyu wa masengenyo. Yesu anasema shuka upesi. Leo inanipasa mimi kukaa na wewe nyumbani mwako. Leo inanipasa mimi kushiriki na wewe. Leo inanipasa mimi kushinda na wewe. Wakati mwingine mpendwa, tunataka Yesu, ama tunataka kukutana na Yesu, ama tunataka Yesu atutendee, lakini tumesahau ya kuwa Yesu atembei na watu wenye dhambi. Yesu atembei na watu wenye majivuno. Yesu atembei na watu wenye viburi. Ndiposa akaambia Zakayo, shuka, leo imenipasa mimi kushinda nyumbani mwako. Biblia inasema mstari wake wa 6, akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Sijui ninaongea na nani asubuhi ya leo. Sijui ni nani anasikia sauti ya asubuhi ya leo.
Mpendwa, ni wakati wa kushuka kwenye dhambi, ni wakati wa kushuka kwenye fitina, ni wakati wa kushuka kwenye hizo baraza, ni wakati wa kushuka kwenye vikao vya wenye dhambi. Biblia inasema Yesu alipofika mahali pale, akaangalia Zakayo, akamwambia shuka, imenipasa leo nikakule na wewe, imenipasa leo nikashinde na wewe. Maandiko inasema Zakayo alishuka upesi. Aliposikia ni Yesu amemwambia shuka, maandiko inasema alishuka upesi, hakuuliza maswali. Nilipokuwa nikitafakari maandiko haya, nikawa nikijiuliza moyoni mwangu, Zakayo alitaka kumuona Yesu ni mtu wa namna gani? Si alikuwa ashamuona Yesu? Lakini kwa hili neno la kushuka, Zakayo alishuka. Ninataka kusema nini asubuhi ya leo? Wenda mahali pako pa kazi, umeinukiwa, unapigwa vita, shuka. Ni wakati wa kushuka ukakutane na Yesu. Ni wakati wa kushuka kutoka kwenye bahari ya dhambi. Ni wakati wa kushuka kutoka kwenye hizo vikao. Ni wakati wa kushuka kutoka kwenye njia zako mbaya. Maandiko inasema Zakayo alishuka. Asubuhi ya leo, sijui ninaongea na nani, sijui ninasemezana na nani, sijui ninaongea na moyo wa nani. Ni wakati wako wa kushuka ukakutane na Yesu. Maandiko inasema akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Wakati Zakayo alishuka akamkaribisha Yesu, mstari wa 7 inasema watu walianza kunungunika, watu walianza kuulizana, kwa nini Yesu anaenda kukaa na mwenye dhambi? Kwa nini Yesu anaenda kukula na wenye dhambi? Lakini maandiko inasema Zakayo alimkaribisha kwa furaha. Asubuhi ya leo mpendwa, sijui ninasema na nani, sijui ninaongea na mtu wa namna gani. Ni wakati wako ukamkaribishe Yesu. Fungulia Yesu moyo wako, fungulia Yesu maisha yako, fungulia Yesu kazi yako, akafanye kikao na wewe. Fungulia Yesu moyo wako, akakae na wewe. Maandiko inasema wakati Zakayo alimkaribisha, wakakula na yeye meza moja. Ni furaha iliyoje kumkaribisha Yesu. Ni furaha iliyoje kumkaribisha Yesu kwenye maisha yako. Ni furaha iliyoje kumkaribisha Yesu ndani ya nyumba yako. Kwenye hiyo ndoa yako mkaribishe Yesu. Kwenye hiyo kazi yako ambayo umepewa na Bwana, mkaribishe Yesu mahali pale. Maandiko inasema Zakayo alimkaribisha Yesu kwa furaha. Nimesema kichwa cha ujumbe wangu ni utoke katika dhambi ndio umkaribishe Yesu. Tunaona Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru. Alikuwa amenyang'anya watu mali zao. Alikuwa ametapeli watu. Alikuwa ameuzia watu shamba ila hakuna. Alikuwa ametapeli watu pesa zao. Alikuwa ametapeli watu mashamba zao. Lakini maandiko inasema Zakayo aliposikia ni Yesu anakuja, hakuangalia vitu walivyo navyo. Hakuangalia umaarufu wake. Hakuangalia fedha zake. Hakuangalia jina lake. Hakuangalia umaarufu ambaye alikuwa naye. Lakini akakata kauli akasema, Yesu anapita kwenye hiki kijiji, nitakimbia mbio nimuone huyu Yesu ni mtu wa namna gani. Mpendwa, asubuhi ya leo ningependa ukakue na moyo kama wa Zakayo, ukamkaribishe Yesu. Karibisha Yesu kwenye maisha yako. Biblia inasema Yesu ni yote. Yesu ni mambo yote zaidi ya yote. Ukimpata Yesu umepata kila kitu. Maana Biblia inasema, maandiko tukiendelea kusoma, wakati Zakayo alimkaribisha Yesu kwenye maisha yake, mambo yalibadilika. Maandiko inasema Zakayo alisema, kama nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, nitamrudishia. Ni kwa nini? Kuna utajiri ambaye Yesu aliingia naye kwenye nyumba ya Zakayo. Kuna vitu vizuri ambaye Yesu aliacha kwenye nyumba ya Zakayo. Zakayo akakiri na kinywa chake, akasema, nimekuwa mtu mbaya. Nimekuwa mtu ambaye sifai. Nimekuwa mtu ambaye nikimuibia watu. Nimekuwa mtu ambaye nikifanya corruption. Lakini Zakayo alipokaribisha Yesu akasema, nitarudishia watu vitu vyao nilivyovichukua, mali zao nilizozichukua, nitamrudishia. Ninataka kusema nini? Mkaribishe Yesu. Mkaribishe Yesu kwenye maisha yako.
Toka kwenye hiyo bahari ya dhambi. Toka kwenye hiyo nyumba ya dhambi. Toka kwenye hiyo nyumba, vua yale mavazi ambayo hayafai. Umekuwa ukitembea na mavazi machafu. Umekuwa ukitembea na mavazi ya ushirikina. Umekuwa ukitembea na mavazi ya uchochezi. Hata na mahali pako pa kazi umekuwa ukifanya uchochezi. Hata kwenye biashara umekuwa ukifanya uchochezi. Umekuwa ukinyang'anya watu mali zao. Umekuwa ukidhulumu wanyonge. Asubuhi ya leo ningependa kama unasikia sauti hii, ukashuke ukamkaribishe Yesu. Maana ukipata Yesu umepata kila kitu. Maandiko inasema Yesu ni zaidi ya yote. Ukimpata yeye umepata kila kitu. Ningependa kusema na mtu asubuhi ya leo, ni wakati wako ukashuke. Shuka tu ukamkaribishe Yesu. Maandiko inasema Zakayo alimkaribisha kwa furaha. Maana Yesu hakukuwa ni mtu wa kawaida. Alimkaribisha nyumbani mwake mpaka watu wakaitana vikundi. Wakaanza kunungunika. Kama Yesu angekuwa mtu wa kawaida, hakuna mtu angeuliza. Kwa nini Yesu ameingia kwa Zakayo. Lakini juu Yesu alikuwa si mtu wa kawaida, watu walianza kunungunika. Watu walianza kuulizana, mbona Yesu ameingia? Mbona Yesu amekaa? Mbona Yesu amekaa kwa Zakayo? Mbona anakula na yeye meza moja? Ni kwa nini mpendwa? Zakayo alipata utajiri kwa Yesu kuliko utajiri aliyekuwa naye. Alipata vitu vizuri kuliko vitu alivyokuwa navyo. Wenda mali ambayo uko naye asubuhi ya leo ni mali ambayo umepata kwa njia ambaye si njia mzuri. Ningependa kukutia moyo, wewe unayesikia sauti hii, mkaribishe Yesu. Shuka katika hiyo dhambi. Shuka katika hiyo dhambi ya utapeli. Wenda unajiandaa asubuhi ya leo kwenda katika shughuli zako za kila siku, ili ukaingie mijini na vijiji kuwatapeli watu. Ili ukaingie mijini na vijini kuwaibia watu. Ningependa kukutia moyo asubuhi ya leo, wewe unayesikia sauti hii, shuka. Umekuwa ukiibia watu pesa zao. Hata kwenye mitandao umekuwa ukiibia watu. Hata kanisani umekuwa ukiibia watu. Hata kwenye biashara umekuwa ukiibia watu. Lakini ningependa kukuambia asubuhi ya leo, mkaribishe Yesu. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, na alikuwa ni mtu tajiri sana, na alikuwa na jina, alikuwa na pesa zake, alikuwa na mashamba makubwa, lakini alikuwa amepata mali hii kwa njia ambaye si mzuri. Wakati alimkaribisha Yesu, mambo yakabadilika. Wakati alimkaribisha Yesu, akasema nitamrudishia mtu ambaye nimemuibia mali yake. Biblia inasema Zakayo alisema nitamrudishia mara 4 kwa kila ambacho nilikuwa nimeibia mtu. Kila mtu ambaye nilikuwa nimemuibia nitamrudishia mara 4. Kumaanisha kuna mambo mazuri ambaye Yesu aliacha kwenye nyumba ya Zakayo. Asubuhi ya leo mpendwa, wewe unayesikia sauti, shuka katika huo mkuyu. Yesu anasema shuka. Inanipasa leo nikashinde nyumbani mwako. Wenda kuna baraka ambaye Bwana amekuandalia siku ya leo. Wenda kuna vitu vizuri ambaye Bwana amekuandalia siku ya leo. Wenda kuna nafasi nyingine ya maana ambaye Bwana amekuandalia siku ya leo. Lakini anasema ukashuke. Shuka katika huo mkuyu ambaye uko juu. Maandiko yanasema Zakayo alitaka kumuona Yesu. Na kweli alipanda kwenye mkuyu. Maandiko inasema kweli alikuwa amemuona. Lakini wakati Yesu alifika mahali pale akamwambia Zakayo, shuka. Wewe unayesikia sauti, toka katika hiyo dhambi. Toka katika hiyo kugonganisha watu. Toka katika hiyo vikundi ambaye Mungu astahili kuwa mahali pale. Ukamkaribishe Yesu kwenye maisha yako. Ukamkaribishe Yesu kwenye ndoa yako. Toka kwenye hizo vikao. Maana wakati mwingine Bwana anataka kutubariki. Bwana anataka kusema na sisi. Lakini anatupata tuko katika vikao ambazo hazimpendezi. Haezi ingia mahali pale. Ndio sababu aliambia Zakayo shuka. Inanipasa leo nikakae na wewe. Inanipasa leo nikasemezane na wewe. Furaha ilioje Yesu akiingia kwenye maisha yako. Mambo yanabadilika. Hali inabadilika. Nikimalizia mpendwa katika kitabu cha Zaburi 15. Ningependa tu tuende na wewe Zaburi 15. Nikaombe na wewe ninapokuruhusu ukaende katika shughuli zako za kila siku asubuhi ya leo. Zaburi 15 inasema hivi.
Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala akumtenda mwenzie mabaya, wala akumsengenya jirani yake. Daudi anasema nini asubuhi ya leo? Ama mwanazaburi anasema nini asubuhi ya leo? Daudi anauliza, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Hii ni Daudi anamuuliza Mungu. Ama ni Daudi anasemesana na Bwana. Ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Maandiko inaendelea kusema ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Mpendwa, utakubalika katika hema ya Bwana asubuhi ya leo. Utakubalika kutembea na Bwana asubuhi ya leo kama njia zako zinampendeza Bwana, kama njia zako zinamkubalika Bwana. Maandiko inasema, Daudi anasema ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake wote. Ninaongea na mtu anayeenda kazi. Ninaongea na mtu ambaye ameajiriwa. Umeajiriwa kwenye hiyo kampuni. Umeajiriwa kwenye hiyo duka. Unafanya kazi ya supermarket. Biblia inasema, je, asubuhi ya leo hiyo kazi unaifanya kwa ukamilifu? Ndiposa ukubalike katika hema ya Bwana. Daudi anauliza, ni nani huyu atakayekaa katika hema yako Bwana? Ni nani huyu atakayekubali kufanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Maandiko inaendelea kusema, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake. Tumeajiriwa ama mahali ambapo tunafanya kazi, tumekuwa watu wa kusingizia wenzetu. Tumekuwa watu wa kufanya mambo yani kukaa kwenye hizo vikao za vitina. Tumekuwa wasengezaji, tumekuwa wachochezi mahali kwenye fasi ambaye Bwana amekupatia. Biblia inasema ndiposa ukubalike kwenye maskani ya Bwana, ama ndiposa ukubalike kwenye hiyo mlima wa Bwana mtakatifu. Mpendwa, ni utoke katika hizi vikao. Ni mpendwa, ni utoke katika hizi vikao vya wasengenyaji. Ni utoke katika hizi vikao vya kusingizia wenzako, za kuchochea wenzako. Umemchochea mwenzako mpaka mahali pake pa kazi amepoteza kazi. Umemchochea mwenzako mpaka mahali pake pa biashara amesongezewa. Umemchochea mwenzako mpaka mipaka yake ya shamba imesongezwa. Je, asubuhi ya leo unakubalika kwenye hiyo hema ya Bwana? Unakubalika kuitanishwa na Bwana? Maandiko inaendelea kusema, nikimalizia, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala akumtenda mwenzie mabaya, wala akumsengenya jirani yake. Mwana Zaburi anasema asubuhi ya leo, asiyosingizia kwa ulimi wake, wala akumtenda mwenzie mabaya, wala akumsengenya jirani yake. Kwa position ambaye Bwana amekupatia asubuhi ya leo, je, tunampendeza Bwana? Je, tunakubalika mahali pale? Unafanya hiyo kazi kwa utukufu wa Bwana? Unafanya ile kazi kwa kumpendeza Bwana? Ombi langu asubuhi ya leo ni ukashuke katika hiyo mkuyu wa dhambi. Mpendwa, ni wakati wako wa kushuka, ukakutane na miujiza yako, ukakutane na baraka zako, ukakutane na neema yako. Shuka katika mkuyu wa dhambi. Asubuhi ya leo nataka kuomba na wewe popote ulipo. Nataka tu usikize sauti yangu ninapoomba na wewe, na kumruhusu Mungu akatangulie na wewe kwenye shughuli zako asubuhi ya leo. Amini tu na Mungu atakutendea. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa ajabu, ninakuinua, ninakutukuza Bwana. Asante ni kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante ni kwa sababu ya mtazamaji wangu Bwana. Ninamleta mbele zako, amesikiza neno lako Baba. Asubuhi ya leo ninamuomba ukamuongoze,
ukamtetee Bwana, ukamuinue na ukambariki. Wacha mfalme wa wafalme alitoka akiwa mkono mitupu, anapoingia jioni kwenye nyumba yake akaingie kama amebeba. Ninatangaza baraka na ulinzi wa Roho Mtakatifu ukawalinde wanapoenda na wanaporudi, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen, amen, amen. Pendwa msikilizaji wangu, majina yangu nilipoanza, majina yangu ni Pastor Bilha Chebet Ochola. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana, na ninahudumu na kanisa la Jesus Gospel Power Ministry. Tuko pale Jericho opposite Apiland. Ukifika mahali pale utatupata. Ibada zetu huanza kuanzia saa 2 mpaka saa 7. Ninakukaribisha sana mpendwa, na nambari yangu ya simu mimi hupatikana mahali pale weekdays kuanzia saa 4 mpaka saa 9. Ukifika mahali pale ningependa kukupatia namba yangu ya simu. Ukifika mahali ukinipigia utanipata. Nambari yangu ya simu ni 07 68 47 29 80. 07 68 47 29 80. Shalom, shalom, shalom. Oui.